Nimepita hapa njiani hapa, nikasimama hapa pembeni tu hapa, mwendo wa mguu hapa, karibu na mahakama pale. Akaja mama mmoja pale, ananiambia alimkaribisha kijana mmoja wafanye biashara pamoja, wakaanza maandalizi ya kuiboresha nyumba hiyo ya kufanyia biashara. Ikiwa inaendelea kufanyiwa maboresho, fidia ikawa inapitishwa na watu wa TANROADS kwa ajili ya kuhamisha, kuongeza eneo la barabara. Yule kijana kaenda haraka mbele, yeye kaenda kupokea fedha wakati aliletwa mbia wa kufanya naye biashara tu. Sasa kwa taarifa za awali hizi nilizopewa, mama kaanza kupewa danadana. Kama yupo hapa kwenye mkutano, baadaye tutamsogeza hapa, kama yupo asogee hapa. Akaanza danadana, TANROADS mmelipaje fedha kwa mtu ambaye nyumba ile haisomi jina lake? Mmelipaje nyumba, mmelipaje fidia kwa nyumba ambayo, kwa mtu ambaye nyumba hiyo haisomi jina lake? Yule mama anasema hati anayo na nyumba ile imepimwa na imeandikwa kwa jina lake. Huyo kapokeaje? Na nimeambiwa yupo maeneo ya hapa. Sasa yule aliyepokea hizo fedha kesho ajisalimishe kwa rasi. Kesho ajisalimishe kwa rasi, aende na nyaraka zote alizopokea fedha na nyaraka zote za umiliki. Na kama kesho hatajisalimisha, RPC mkamate, mtafute popote pale, mkamate kama matapeli wengine, kama wezi wengine, na afunguliwe hayo mashtaka. Sasa rasi na mkuu wetu mwenyeji wa wilaya, wasaidizi wangu, mlichukua mawasiliano ya yule mama, na yeye aende na zile nyaraka. Na hili jambo msimzungushe mama wa watu. Viongozi wa serikali, ninyi ndio mnaotunza nyaraka hizi, mnajua ukweli. Umezuka huu utaratibu wa kujua huyu ni mama, wa kujua huyu ni mjane, wa kujua huyu ni mzee, wa kujua huyu ni yatima. Akifikisha jambo lake anapigwa danadana mpaka anaishiwa nauli ya kufuatilia jambo lake. Maelekezo ya serikali, kama mwananchi amefikisha jambo kwenye ofisi ya serikali, kama wewe kwenye ofisi hiyo huna majawabu yake, kwamba jambo hilo linatatuliwa ofisi ya juu, wewe kiongozi wa serikali ndio fuatilia jambo lile na urejeshe majawabu kwa mwananchi aliyefikisha jambo lake ofisini. Mbona walimu huwa hawatumi wanafunzi kupeleka zile fomu kwa afisa elimu wa mkoa na taifani? Ukifikisha kwa mwalimu mkuu imeshafika mpaka taifani. Hizi ofisi zingine, kwa nini tunataka mwananchi afuatilie yeye mwenyewe jambo lake mpaka makao makuu? Hatukuanzisha ofisi kila maeneo ili kugawana vyeo. Ugatuaji wa madaraka unataka mwananchi asogezewe huduma pale alipo. Sasa yule mama kama yuko hapa, onana kabisa na katibu tawala wa mkoa, na yule uwape na yule jina na asikie kule aliko, yule aliyepokea zile fedha, yule aliyekuwa anafanya ubia na yule mama, kesho afike kwa katibu tawala wa mkoa, na wale wa TANROADS nanyi mripoti pale kwa mkoa. Yule mama yuko hapa, mpatie maiki atuambie jambo lilitokeaje. Msogezeni hapa, mleteni hapa na maiki. Mleteni na maiki hapa.
Mleteni aje hapa. Halo, halo. Yaani nyumbani kwangu palikuwa na nyumba. Akaja kijana mmoja akasema tuikarabati ili tufanye biashara. Tukakubaliana vizuri. Akaikarabati na akasema malipo ya pesa yake talipwa kwa njia ya kodi, maana tunapangisha. Kweli akawa anachukua kodi. Sasa imefika wakati TANROADS wanapita, wakasema jengo apige yeye aliyekarabati, sisi tupige ya ardhi. Kuja kuchukua hela, amechukua yule kijana hela yote. Sisi hawakutupa, wakatupa tu ya ardhi shilingi 400,000. Yule kijana amechukua milioni 40. Tukaenda mahakamani tulipokuwa tumeandikishana mkataba. Yule hakimu akashangaa, akasema inakuwaje hivyo? Hii hela itakiwa uchukue wewe mwenye mji. Sasa nenda TANROADS. Kweli tukaenda TANROADS. Kufika TANROADS, alafu yule kijana kwanza ni jeuri. Alionyesha cheki moja, nyumba ziko 2. Akaonyesha cheki moja. Kufika TANROADS wanasema sisi haya mambo yatuhusu, wako viongozi wa serikali huko. Tukasema sawa. Sasa mbona huyu kijana anaonyesha cheki moja wakati hapa nyumba ziko 2 na zina A na B? Wakasema cheki ziko 2. Amechukua shilingi ngapi hela zingine? Wanasema hiyo ni siri, msije mkaanza kwenda kumvamia. Kweli sisi tukarudi, wakasema mrudi ofisi za kata. Tukarudi ofisi ya kata ya mtaa. Ofisi ya mtaa wakatupeleka ofisi ya kata. Ofisi ya kata wakasema mwende ofisi ya ardhi. Kweli kupatana na hali tulio nayo, mimi mume wangu ni mzee, alafu sina hela ya kusema nitafanya kitu chochote. Kweli ikabidi tubaki hivyo hivyo. Sasa leo nilipomkuta waziri, nikasema hili jambo nikajieleze kwa baba yetu, labda anaweza kutusaidia kijana wetu, maana hizi ofisi za chini hizi ni kutuzungusha. Wengine wanasema tafuta mwanasheria. Sasa mimi mwanasheria, hela ya kutafuta nimpe mwanasheria sina. Kwa hiyo tukakata tamaa. Kwa hiyo leo tulipomwona waziri, ikabidi tuje tujieleze shida yetu. Na huyo kijana ana kiburi, anasema hizo hela ni za kwangu, ni bahati yangu, mna wivu. Hasa watu wanamuuliza, una wivu umeokota barabarani hizo hela? Si umechukua kwenye nyumba ya mtu? Ana kiburi cha kutosha. Kwa kweli ndio ni maana nikaja hapa niombe msaada. Rasi, kesho mama anapokuja pale, waite TANROADS, waite watu wa ardhi, msimzungushe tena mama pale, na yule kijana aitwe kesho hiyo. Na kamanda wa TAKUKURU, endelea kuchunguza. Mara nyingi mambo ya aina hii yakizungushwa hivi unakuta watu wameshagawana, mwenye hela anatanguliza kule mbele. Ifuatilie na yenyewe, ichunguze hiyo, ijulikane ni kitu gani kimefanyika hapo.